Tumpigie mtumishi wa Mungu makofi mazuri anapokuja kwa ajili ya kunena nasi. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ni shukrani kwa Mungu kwa kutufanya miongoni mwa watu ambao wanaishi siku ya leo. Wengi wametamani lakini hawakuweza. Wale tusiofahamiana kwa mara ya kwanza, labda ndio unasikia sauti hii maeneo haya. Jina langu ninaitwa Dominic Thomas. Ni baba mwenye watoto 4 na mke mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Asubuhi leo katika muda huu tutajifunza juu ya maamuzi. Na ni vizuri tu wale ambao tutakuwa hatuna sehemu ya kuandika, Jumapili ijayo tutaandika, na ndio utaratibu wetu ya kuwa kwamba huwa tunaandika kwa lengo moja. Tunajifunza ili tukawafundishe wengine. Ni kimaandiko kabisa ya kuwa nimekukabidhi wewe neno hili, nawe ukawatafute watu waaminifu, nao wakisha kuijua wakawafundishe wengine. Na pia ni agizo la Yesu Kristo kusema nendeni mkayafanye mataifa yote kuwa wanafunzi. Kwa hiyo ukiwa mwanafunzi, sifa ya kwanza ya mwanafunzi ni kuwa na notes. Siku moja zinaweza zikakufaa mbeleni huko na ukafundisha wengine na mwili wa Kristo ukajengwa. Sasa ni darasa la asubuhi. Tumeanza darasa la asubuhi, na katika darasa hili tuko huru kuzungumza ndani. Pale unapoona ya kuwa kwamba mambo yamekuchanganya sehemu, unaweza ukauliza swali, unaweza ukawa na pointi ya kukazia kwenye kile ambacho kinafundishwa, kwa sababu yule anayefundisha si kwamba anajua vyote, bali ni miongoni mwa wanafunzi, ila yeye ameaminiwa kuongoza kipindi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unaruhusiwa kuuliza swali, kuongezea kama unahisi kuna sehemu una pointi ya muhimu. Maamuzi ndio tunajifunza. Maamuzi ni nini kwa Kiswahili? Yani unaposema kwamba haya ni maamuzi, yani unaweza ukaelezeaje maamuzi? Maamuzi ni hatua anayochukua mtu baada ya kufikiria jambo fulani. Sasa ile hatua anayoenda kuifanya ndiyo inaitwa nini? Maamuzi. Kwa maana ameamua ama amekusudia kwenda kufanya kitu fulani. Maamuzi. Kwa hiyo katika maisha ya mwanadamu, kila mtu huwa ana maamuzi, na maamuzi yako aina mbili. Kuna maamuzi mabaya na maamuzi mazuri. Sasa ni nini mtu amefikiria na kwenda kutenda? Ni mtu mwenyewe ameamua kwamba mimi nifanye hiki, hiki nimeamua kukiacha, hiki nimeamua kukifuata, hiki nimeamua nitakifanya hivi kwa sababu nimeamua. Kwa hiyo unapofanya maamuzi
lazima uzingatie mambo yafuatayo. La kwanza, fanya maamuzi yako kwa ufahamu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Ufanye maamuzi kwa nini? Ufahamu. Usisukumwe. Usifanye maamuzi kwa sababu umesukumwa na mtu. Usifanye maamuzi kwa sababu umelazimishwa. Labda mtu amekulazimisha, bwana twende tukaibe, na amekushauri na ukaamua kwenda kuiba, ama amekushauri kitu ambacho haujakaa ukatafakari na kuzingatia. Kwa hiyo jambo la kwanza katika kufanya maamuzi, lazima uhakikishe kwa kwamba unafanya maamuzi ukitumia ufahamu wako. Hivi hiki anachoniambia huyu kiko sawa? Hiki anachotaka tukakifanye kwa sasa kiko sawa? Hiki ambacho tunatakiwa tufanye hiki, kama ni maamuzi mazuri unaweza ukafanya, lakini kama unaona haya maamuzi ambayo huyu mtu anataka kuniingiza ndani si mazuri, lazima utakataa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Inawezekana shida zimekupiga sana. Sasa una rafiki yako amekupa mwanga, ana magari, yuko vizuri, lakini yuko Freemason. Sasa anajaribu kukutengenezea nafasi ili ufanye maamuzi na wewe uwe kama yeye. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kabla hujafanya hayo maamuzi ya kuingia ndani ya hicho anachokuambia huyo mtu, lazima kwanza utumie ufahamu wako kufahamu hivi huyu anayozungumza haya ni kweli. Tuachane na kwamba yanaweza isiwe kwamba ni kwa ajili ya mapenzi ya Mungu, lakini inawezekana ya kuwa kwamba maamuzi hayo yakaharibu hata maisha yako ama maisha ya familia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo maamuzi ni ile hatua ya mtu anayoifanya mwenyewe baada ya kufikiria jambo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo jambo la kwanza, fanya maamuzi kwa ufahamu. Namba 2, fanya maamuzi wakati sahihi. Lazima ufanye maamuzi wakati sahihi. Kama umehitajika kufanya huduma kwa wakati sahihi, ndio huo wakati utafanya maamuzi. Kama kuna changamoto zinasumbua ama kuna jambo linasumbua, liwe ni la kifamilia, liwe ni la lini, kama linahitaji maamuzi ya haraka, hutasubiria miaka 2 3 mbele ndio uamue. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo maamuzi huwa yanafanywa kwa wakati, kwamba mimi leo nimesikia ya kuwa Bwana amehubiriwa mahali hapa, leo hii nimeamua kuacha njia zangu na ninamfuata. Bwana Yesu asifiwe. Usisubirie sana, angoja kwanza sijui nifanye nini. Maamuzi ni lile wazo analolifikiria mtu na kulifanya ama kulitekeleza. Ile hatua anayofanya ama kile kitendo ndio kinaitwa nini? Maamuzi. Namba 3, fanya maamuzi kwa kumtanguliza Mungu mbele. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakati unaweza ukatakiwa kutoa maamuzi magumu. Kuna wakati mwingine unaweza ukaamua kufanya jambo ambalo likawa ni gumu kwako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Katikati yetu tuna watu wenye maamuzi. Eti jamani, tuko darasani, si mahubiri sasa hivi, si hubiri sasa hivi, nafundisha. Kuna mtu katikati yetu ana maamuzi. Sio wapo, tupo. Unaweza ukaamua ulale bila kuomba. Yaani unapolala bila kuomba usiku, si umeamua? Unapoomba usiku, si umeamua? Unapokuwa mtu wa kulandalanda tu na landalanda, unatembea tembea, hayo ni maamuzi.
maana ni chaguo analolifanya mtu baada ya kufikiria kichwani. Kwa hiyo ukiona mtu ameamua kumtumikia Mungu, ni maamuzi yametoka ndani ya nini? Ya moyo, ya kuwa kwamba mimi nimeamua kuanzia leo, kuna vitu nilikuwa nikivifanya lakini nimeona ya kuwa kwamba nimeamua. Lakini kuna mwingine yuko ndani ya kanisa bado hayuko sawa, bado naye anaweza akaamua kwamba hiki kifuniko nilichojifunika cha dhambi leo nimeamua kukiacha. Bwana Yesu asifiwe. Akawa mtu safi, lakini kama hajaamua, haijalishi yuko wapi na ni nani, bado anaweza kuwa ndani ya kanisa lakini bado amejifunika kifuniko cha nini? Cha uovu. Sasa maamuzi ndio yanayofanya watu tufikie hatua ya kumtumikia Mungu au kumkataa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mifano michache ya maamuzi ya kumshirikisha Mungu. Nitawapa tu mifano michache. Maamuzi ya kumshirikisha Mungu. Kuna watu wengi sana wamefanya maamuzi bila kumshirikisha Mungu. Kwa hiyo kuna swali, ni wangapi ambao umeona maamuzi yamewaharibia maisha? Nakumbuka mwaka mmoja 2013, nakumbuka vizuri sana. Tulikuwa tunafanya kazi ya ujenzi sehemu moja pale Mwanza. Sasa tukafanya kazi wiki 3. Baada ya kufanya kazi wiki 3, yule tajiri akatudhulumu. Tukadanganyana na yule mtu aliyekuwa akinisaidia, nikamwambia sasa atakachokifanya tuamke tukabomoe pale tulipojenga, tubomoe tule hasara wote. Tukaamka usiku, mwezi ukiwa umewaka, kumbe hatuna saa. Sisi tumeamka saa 9 za usiku, tunafikiria ya kwamba ni asubuhi. Maamuzi. Tukaingia pale, piga ukuta, ilikuwa ni fence. Piga ukuta wa kwanza, tukashtukia tumezingirwa na watu. Kumbe kwenye kijiji kile kulikuwa kuna watu ambao wameibiwa ng'ombe na wako wanatafuta watu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nikasikia kaa chini. Tukachuchumaa. Baada ya kuchuchumaa kufika pale, mambo yakawa sasa makubwa. Wale watu wakasema hawa ndio wale wezi wa ng'ombe na wamechinja na wamepeleka. Wameshachinja nyama wamepeleka. Kwa hiyo tuwaue. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nini kilichokuwa kinatuangamiza hapo? Maamuzi. Maamuzi tuliofikiria na hatua tulioichukua yalikuwa ni mabaya. Tumefika mbele kidogo, tukasikia nani ana kitu cha wana kitu hapo cha kujitetea. Wana simu kidogo na shilingi 5,000 ya huko. Baadaye unasikia hatuwezi kushika majambazi afu tuachie kijiji tuenda kueleza nini. Yaani nikasikia paka tumbo limeunguruma. Nikajiuliza sasa hapa ni nini? Wiki 3 siko kwangu, wiki 3 nimezulumiwa, na bado ninakokwenda sasa ndio kabisa hata bora hata na afadhali kudhulumiwa. Bwana Yesu asifiwe. Kaenda, ilikuwa Ijumaa. Sasa ndio hivyo tumekamatwa. Polisi za kule huwezi kutoa mtu Jumapili, tukalala. Shinda na njaa usiku Jumapili, tukapikiwa dagaa zenye maji tu, machafu tu, yani hata hazina chumvi. Jumatatu tukaamkia mahakamani, wale watu walikuwa wanakuja kuweka dhamana wakachelewa, tukaingia kwenda magereza. Kufika magereza usiku, ukumbuke mtu anayeingia magereza siku ya kwanza huwa hali, kwa sababu hajahesabiwa. Kwanza unaingia saa 9, wako karibu na kulala. Kufika ndani pale usiku nikakuta wao wanahubiri na nini, kujaribu kufanya mambo ya injili mle, wanakuambia hapa hakuna cha mchungaji, hapa wote ni wezi. Bwana Yesu asifiwe. Maamuzi yakasababisha nikaingia hasara nyingine tena, kwa sababu nilikiamua vibaya. Lakini kama ningeamua vizuri nikiwa Mkristo, nilikuwa tu kanisani, hata siwe kwamba tuenda kubomoa tujaokoka. Ni maamuzi ya akili ndio inaleta shida. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu shetani anapenda kutumia maamuzi.
Maamuzi ni kiwanda kilichobeba akili, hisia na utashi. Sasa akiingia hapo kwenye hayo maamuzi akakorofisha vizuri, ndio leo hii unaona watu wanatoka kwenye miji zao wakirudi kwao. Bwana Yesu asifiwe. Ameolewa lakini anadharau alipoolewa, anarudi kwao. Sasa kwao wanaenda kufanya nini? Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Mimi ule mji una kelele, ule mji una changamoto. Miji zote zina changamoto. Hata hizi miji tu ni kwa sababu zimefichwa. Hizi miji zina changamoto, si ndio? Kwa hiyo maamuzi ambayo tunayafanya, hebu jiulize, ni wangapi wamefanya maamuzi mabaya na wakajikuta wameugua magonjwa yasiyokuwa na tiba? Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hiyo tunajifunza, si ndio? Tunajifunza habari ya nini? Siendi haraka, ninaruhusu mtu kuongeza pointi, ninaruhusu mtu kuuliza swali, si ndio? Maana ni darasa liko huru. Ninaruhusu kama unasema unaenda haraka sana, nenda polepole, hata si mahubiri. Ama una kitu unataka uulize kabla mimi sijaanza kuruhusu maswali, unaweza ukauliza. Ndivyo huwa tunaenda kwenye darasa la asubuhi, si ndio? Labda kuna mtu ana swali mpaka hapo, ama kuna mtu anataka aongezee kuhusiana na maamuzi. Maamuzi ni nini? Acha mimi niulize sasa. Maamuzi ni nini? Jamani, maamuzi ni kwenda hatua nyingine. Nisije nikaongea sana, kumbe hata darasa wanasemaje? Yaani alishikanishi sishikanishangi. Bwana Yesu asifiwe. Tumesema maamuzi. Siona mimi niko hapa Sasa niko hapa, lakini ninawaza nitoe hili begi hapa niliweke wapi? Hapa. Lakini kabla likiwa bado liko hapa, uwezi ukafikiria kwamba ninataka nilitoe hapo nililete. Kwa hiyo tukasema ni ile hatua anayoipiga mtu baada ya kufikiria kitu. Sasa anapofikiria kitu na kuchukua hatua, hiyo inaitwa nini? Maamuzi. Kaamua. Bwana Yesu asifiwe. Kama sisi leo unaona tuko mahali hapa, tumeamua kumwabudu Mungu mahali hapa. Na kwa sababu tunamwabudu Mungu mahali hapa, sio kwamba eti Mungu hayupo. Walipo wawili au watatu kwa jina langu, mimi nipo katikati yao. Na tena Mungu hana upendeleo, anasema hivi, mimi ni Mungu wa wote wenye mwili. Na mahali hapa kuna malaika, mahali hapa kuna Mungu, mahali hapa kuna utukufu wa Mungu, na mahali hapa Bwana anatuhudumia. Kwa hiyo tulipochukua hatua ya kuja hapa, si rahisi hivyo kama mtu unavyofikiria. Kwa sababu kama sasa hivi sisi kule ukiingia kanisani unakuta kanisa liko sawa, taa zinawaka, sijui nini, huyo analijua taa zinawaka nini na nini. Lakini ikiwa Bwana amekukusudia ya kuwa kwamba wewe ndiye utakwenda sehemu, si lazima uamue. Ukishachukua hatua utakuwa na amani, kwa sababu ni maamuzi umeyafanya mwenyewe, ya kuwa kwamba mimi nimeamua mwenyewe, na unatembea kwa ushindi, kwa sababu Bwana anasema mawazo ninayokuwazia wewe ni ya mema. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hiyo msiogope, tuko mwanzo, tuko vizuri, tuko na Mungu, tuko na Roho Mtakatifu, tuko na serikali ya mbinguni. Na leo ina rekodi ya kuwa kwamba siku ya kwanza katika kanisa langu la Kenya Assembly huko Ntiange walifundishwa maamuzi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaweza tukaamua vizuri, tukaamua kuwaleta marafiki, tukaamua kushirikisha ndugu, majirani. Tunaamua tu, unawaambia Bwana,
tunaomba ututembelee karibu, ututie moyo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu tumekuja hapa kuna watu ambao wamekusudiwa kuwa hapa. Bwana Yesu asifiwe. Si kwamba labda tumechanganyikiwa. Kuna watu ambao wamekusudiwa kuwa wapi? Hapa, na watakuwa wengi, tena wengi sana. Bwana Yesu asifiwe. Ni swala la wakati, na si rahisi mtu tu kuacha tu labda sehemu aliyokuwa anaabudia kirahisi hivyo, mpaka naye afanye maamuzi, si ndio? Mpaka afanye maamuzi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Hebu wale mnaoandika andika haraka haraka kwamba mambo yatakayotusaidia kufanya maamuzi mazuri. Haya mambo tu machache hapa ndio yatatusaidia kufanya maamuzi mazuri. Jambo la kwanza, ili ufanye maamuzi mazuri unatakiwa mtegemee Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ili uamue vizuri lazima umtegemee nani? Umtegemee katika kila namna. Umtegemee katika kusikiliza neno. Umtegemee katika kufanya mambo yake. Jambo la pili, ili uweze kuamua vizuri, fanya utafiti kabla ya kuamua jambo lolote. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lazima ufanye nini? Utafiti. Ninataka kuamua kweli. Unataka kuamuaje mtumishi? Au mimi nataka kuamua kuwa mkulima wa viazi, na niwe mkulima wa viazi hata nikiwezekana niweze kuwa nafanyaje? Nauza, si ndio? Si lazima utafikiria, lakini lazima ufanye utafiti. Ni kweli nataka kulima viazi, lakini ukumbuke ya kwamba kuna wakati mwingine mtu huwa analima jembe 4 na anatoa nusu gunia, si ndio? Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Nataka niwe mfanyabiashara mkubwa, lazima ufikirie kwanza. Nataka nilime shamba kubwa, lazima ufikirie kwanza, kwa sababu una uwezo wa kuingia katika gharama ya kwanza ukalima pakubwa ukakosa mbegu. Bwana Yesu asifiwe. Kubwa, hasara kubwa. Umelima hekari 6, huna eti una pakiti 2 za kupanda. Bwana Yesu asifiwe. Lazima ufanye utafiti kabla hujaamua. Nataka niwe mkulima wa hoho, waulize. Nataka niwe mkulima wa nyanya, nyanya huwa zina magonjwa gani na huwa zina nini? Usije ukaingia tu, maana baada ya kuingia tu yale maamuzi badala yafanye kazi nzuri, unakuta tena imekuletea majuto. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nalaumu sasa, hela zangu zimeishia hapo chini, ningejua ningeifanya hata nini. Kwa sababu wakati unaamua ukufanya nini? Utafiti. Bwana Yesu asifiwe. Hata katika maisha ya kawaida lazima ufanye utafiti. Namba 3, kusoma nyakati. Kuna wakati hauruhusu kuamua. Bwana Yesu asifiwe. Ili uamue vizuri lazima usome nini? Nyakati. Mfano, kuna nyakati ambazo hazimruhusu mtu, kijana kama huyu bado ni mwanafunzi huko form 3. Hizo nyakati kweli zinakuruhusu uoe. Lakini kuoa si lazima utakuja kuoa, si ndivyo? Lakini sasa hivi unaweza kaoa. Kwa hiyo maamuzi pia ndio hivyo, lazima ufikirie. Kama ni mwanafunzi akiwa shuleni hawezi kuolewa bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kuna wakati ambapo lazima uangalie nini cha kuamua na nini cha kuacha. Namba 4, usifanye maamuzi yako nje ya mipango na malengo yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Usifanye maamuzi nje ya nini? Malengo. Kuna
na hawa watu kuna watu fulani wao wanapita wakiuza vitu anapita anauza masufuria na anapita anauza viti kwenye mji, mashati, dagaa kidogo ni chakula. Sasa eti kwa sababu hivyo vitu hata tulikuwa tunasumbuana sana na mke wangu. Eti kwa sababu mtu amepita kwangu anauza redio, sasa achukue hela yangu ya malengo yangu ambayo mimi nimejiwekea, labda nimepanga nina shilingi fulani, hiyo ni mifuko fulani ya simenti. Eti nikuta amenunua chupa ya chai. Bwana Yesu asifiwe. Niliona hatuna vikombe, kwani hatutapanga? Kwa sababu mji wao una taratibu ya hivi. Kama hamna sufuria, si kwamba hamtapata sufuria, si ndio? Ila kuna wakati ambapo mtapanga bajeti yenu na mtaamua kwamba mwezi huu lazima tununue hiki. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwezi huu tutanunua godoro la kulalia watoto, si ndio? Mwezi huu tutafanya hiki. Lakini usifanye maamuzi nje ya malengo uliyojipangia. Sasa wewe ni wa kuamua tu. Unaenda kwenye masoko kama siku ya Jumamosi, ukifika kule ulikuwa umefuata samaki, ukifika hapo unakutana na hata wanakuambia simu ni shilingi 1,000, simu ni shilingi 1,000, unabadilisha maamuzi, alafu baadaye unanunua simu, alafu lile lengo linabaki linakusumbua. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hiyo lazima uhakikishe unafanya maamuzi yako kwa kufuata malengo na mipango. Namba 5, usifanye maamuzi ya kuiga watu. Kuna mtu ameshaiga mtu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Kuna watu wao wanaiga watu kwenye maamuzi. Wapo? Hata mimi nimeamua kama anauza miwa na mimi mpaka niuze. Bwana Yesu asifiwe. Hata mimi nimeamua. Yaani kama ni hivi, anaiga eti kwa fulani wao wanakula nyama kila siku, na yeye anang'ang'ana mpaka naye yale. Anaangalia, anasahau maandiko yanasema utaua pamoja na kuridhika ni faida. Sasa anaanza mashindano na hayo maamuzi yanakuwa ni mabaya. Kwa hiyo usifanye maamuzi kwa kuiga. Bwana Yesu asifiwe. Yaani nikikosa hata nguo nitakuwa ninaazima hata za jirani kila Jumapili. Maana unaona kila mtu kila Jumapili harudiaje nguo. Wewe unarudia zile. Bwana Yesu asifiwe. Kurudia nguo zile haimaanishi Mungu amekuacha. Bwana Yesu asifiwe. Haimaanishi kwamba sasa ndio uache maamuzi yako. Wewe uliamua. Kaona sasa mimi hebu acha niwe na nguo 2-3 ili mradi ziwe safi, mimi nimtukuze nani? Mungu. Lakini nina lengo fulani, nikilimaliza hilo lengo lazima na mimi nitakuja kuwa kama watu fulani. Sasa tayari unaanza maamuzi ya kuiga. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Namba 6, fanya maamuzi ukiwa umetulia. Hapa ndio kwa nataka maneno. Fanya maamuzi ukiwa umefanyaje? Usifanye maamuzi ukiwa na hasira. Usifanye maamuzi ukiwa na msongo wa mawazo. Unaweza ukajinyonga. Unaweza ukaharibu. Unaweza ukaacha masuala ya msingi na kufanya mambo ya hovyo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Lazima ufanye maamuzi ukiwa umetulia. Ufanye maamuzi yako ukiwa umetulia. Wafalme wa Pili sura ya 7 mstari wa 4 na kuendelea. Na taomba mtumishi wa Mungu Nicholas utakuwa ukinisomea polepole. Mstari wa 4 na kuendelea. Tukisema tutaingia mjini. Wafalme wa Pili sura ya 7 mstari wa 4. Anzia wa 3.
Basi walikuwapo watu 4 wenye ukoma, ndio penye lango la mji. Wakasemezana, mbona tunakaa hapa hata tufe? hapo. Biblia inasema hivi, palikuwa na watu 4 wenye nini? Wenye ukoma. Watu hao wenye ukoma kwa miaka ile walikuwa ni watu waliodharauliwa, tena walikuwa wakitengwa. Kwa sababu kwanza ukoma bado upo hadi leo, si ndio? Na ukoma bado unaambukizwa. Ukoma ni ugonjwa wa kukatika vidole vyote na miguu na mikono, na unaambukizwa kwa kugusa. Akikugusa hivi mwenye ukoma, yale maji yake na yeye unaugua. Ndio maana walikuwa wakifanyaje? Wanatengwa. Basi palikuwa na watu 4 wenye ukoma penye lango la mji. Wakasemezana, mbona tunakaa hapa hata tufe? Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Sasa wewe unaweza kujiuliza, unakaa hapo mpaka lini? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hawa watu wakasemezana, mstari wa 4, soma mstari wa 4. Tukisema tutaingia mjini, mjini mna njaa, ndio, nasi tutakufa humo. Nasi tukikaa hapa tutakufa vile vile. Haya, twende tukaliendee jeshi la Washami. Wakituhifadhi hai tutaishi, wakituua tutakufa tu. 5. Endelea. Basi wakaondoka kabla ya mapambazuko, ili waende mpaka kituo cha Washami. Na walipofika mwanzo wa kimo cha Washami, kumbe hapana mtu. Kwa maana Bwana alikuwa amewasikizisha Washami kishindo cha mienendo ya magari na kishindo cha farasi, kama kishindo cha majeshi kubwa. Wakaambiana, tazama, mfalme wa Israeli amewaajiri wafalme wa Wahiti na wafalme wa Misri waje wapigane nasi. Kwa hiyo wakaondoka wakakimbia kungali giza bado. Wakaziacha hema zao na farasi zao na punda zao na kimo chao vile vile kama kilivyokuwa. Wakakimbia wapate kujiponya nafsi zao. Basi wale wenye ukoma walipofika mwisho wa kituo, waliingia katika hema moja, wakala na kunywa, wakachukua fedha na dhahabu na mavazi, wakaenda wakavificha. Wakarudi wakaingia katika hema la pili, vile vile wakachukua vitu, wakaenda wakavificha. Ndipo wakaambiana, mambo haya tufanyayo si mema. Leo ni siku ya habari njema, na sisi tunanyamaza mkingoja hata kutakapopambazuka, madhara yatatupata. Basi twende tukawaambie watu wa nyumba ya mfalme. Basi wakaenda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana, hebu peleka hivi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Biblia inasema palikuwa na watu wangapi? 4 wenye ukoma. Ni hadithi tu tunayoifahamu, si ndio? Wakawaza moyoni ya kuwa tutakaa hapa mpaka lini? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na hii njaa, tutakaa hapa mpaka lini? Wakaona wachukue nini? Hatua. Bwana Yesu asifiwe. Wakaona ya kuwa kwamba hata kama tukikaa hapa bado tutafanya nini? Tutakufa. Hata kama tukienda kule kwenye ile kambi ya Washami bado tutafanya nini? Tutakufa. Kwa hiyo wakachukua hatua, wakaamua kwenda kwenye kambi ya nini? Ya Washami. Bwana Yesu asifiwe. Walipochukua hatua, jamani, si mambo yao yalipendeza? Si Mungu alibadilisha? Baada ya kuamua
kama wewe na mimi ambavyo leo tunataka tufikirie kuchukua hatua. Bwana Yesu asifiwe. Tutembee katikati ya akili zetu na ndani ya maisha yetu. Hebu angalia betri ziko. Tuangalie ni nini cha kuchukua nini? Hatua. Bwana Yesu asifiwe. Lazima tufikirie namna ya kufanyaje kuchukua hatua. Wewe una mambo ya kufikiria kuchukua hatua, mimi nina mambo ya kufikiria kuchukua nini? Hatua. Bwana Yesu asifiwe. Unajiuliza, hivi nitakaa mpaka hivi nilivyo mpaka lini? Nitakaa katika hatua hii nilionayo mpaka lini? Hata kama ni biashara mtu unafanya, lazima ujiulize, si ndio? Kama utafanya biashara miaka 4 na biashara haina faida, si lazima utajiuliza kwamba lakini nitakaa mpaka hapa mpaka lini? Acha na mimi nijaribu yale ambayo watu wao wanafanyaje? Wanafanya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Lazima uchukue nini? Hatua. Lazima hata kuacha dhambi lazima uchukue nini? Hatua. Kwamba mimi nitakaa hapa mpaka lini? Nitakaa hapa mpaka lini? Ninaamua. Wakaondoka wakaenda. Mstari wa 9 unasema, ndipo wakaambiana, mambo haya tuyafanyayo si mema leo. Leo ni siku ya habari njema. Bwana Yesu asifiwe. Hata sisi tumefanya maamuzi, tumekuja mahali hapa, si kwa sababu eti hatukuwa na sehemu ya kwenda, si ndio? Si kwa sababu eti hapakuwa na nyumba zingine za ibada, si kwa sababu eti hapakuwa na uwezekano. Ni kwa sababu tumeamua kutoka wapi? Moyoni, ya kuwa tutakaa hapa leo na tutamwabudu Mungu mahali hapa na tutamtukuza Mungu mahali hapa. Na ndio maana na sisi tunasema leo ni siku ya habari njema mahali hapa, ya kuwa Mungu amekusudia siku ya leo sauti isikike mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ainuliwe mahali hapa. Amen. Na kwa sababu hiyo lazima Mungu atawafukuza Washami wote waliokuwa wakifuatilia kila mtu. Yes. Wale walikuwa ni 4 lakini walitikisa mji mzima. Yaani ya kwamba kila adui alikuwa akisikia miguu akikanyaga anatoroka. Tunataka hiyo nguvu itokee hapa leo. Bwana Yesu asifiwe. Ya kuwa kwamba kila aliyekuwa amezunguka, adui aliyekuwa amejificha kwa siri katika maisha yako, leo ukifanya maamuzi, awe ni adui wa uchumi, awe ni wa afya, awe ni adui wa amani, awe ni adui aliyekuwa amekufunga kwa siri, leo tunataka hiyo nguvu ya Washami ya wale wenye ukoma 4 ijidhihirishe katika eneo hili, ya kuwa kwamba baada ya ibada hii watu watatoka wakijua ya kuwa kwamba kweli Mungu alijidhihirisha. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunatafanya maamuzi siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Amua tu moyoni, angalia maisha hayo, viwango vyako vya kiutumishi viko sawa, maisha yako ya kawaida uko vizuri. Angalia maisha, angalia kila sehemu tu, kazi unayoifanya inakulipa. Bwana Yesu asifiwe. Kile unachokifanya kinakusaidia, mawazo ulionayo yanakusaidia, hao marafiki wanaokuangamiza wanakusaidia. Maana ni lazima ufikirie kichwani, alafu uchukue hatua kwa kwamba kuanzia leo fulani na fulani na fulani na fulani naona ni kama wananipeleka pabaya, ninawaacha. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Lazima uwafanyeje? Waache. Na lazima ukae ukifikiria ya kuwa kwamba pia jamani, sikuna maisha ya baadaye. Tunaishi vizuri kabisa tukitarajia baadaye tutaenda kuishi mbinguni. Lazima ujiulize mwenyewe, kwa sababu siri ya mtu mwenyewe ndani ya maisha yake mwenyewe analijua yeye mwenyewe na nini? Na moyo wake. Kujihoji wewe mwenyewe ya kwa kwamba hivi nilivyo kweli, hata kama Yesu akirudi nitaenda. Bwana Yesu asifiwe.
Bwana asifiwe. Mimi bado na nguvu, nilipimwa nikaambiwa sina kisukari, sina pressure, sina nini. Ujui kwamba hata magari huwa yanaua? Bwana Yesu asifiwe. Haujui kwamba hata watu wanagongwa wakiwa kwenye pikipiki? Haujawahi kujua kwamba uhai wa mtu unakatikaga usiku mmoja, hata tetemeko la ardhi linapiga nyumba mnaanguka? Yaani Mungu anataka mtu afanye maamuzi, kama ni Mkristo awe safi siku zote. Bwana Yesu asifiwe. Yaani ukisikia wale waimbaji wanasema kwamba hata nikiitwa hukumuni moyoni nitakuwa na nini? Amani. Ulishasikia hiyo tezi? Maana siku ya hukumu labda hata msomaji akosee kidogo pale, jina lako asome mimi naitwa Dominic Thomas, labda aseme Dominic Thomas, ngoja kidogo, tunaanza na Dennis. Sasa unaanza kutetemeka kwa sababu huna amani matendo. Bwana Yesu asifiwe. Unaanza watu sasa, kitoka huyo Dennis sasa, unakuwa na wasiwasi. Kwa sababu gani? Wewe maamuzi yako hujayafanya kwa usahihi. Bwana Yesu asifiwe. Umeamua kumtumikia Mungu, lakini kuna vitu hujaamua kuviacha. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nilikuwa mbaya, mimi nilikuwa hivi na hivi, nilishaacha. Mbona wizi hujaacha? Kusema watu, kuna watu hapo mnasema watu. Jamani, kuna mtu alishawahi kusengenya mtu? Sikusengenya ni rahisi. Yaani kusengenya mtu ni story ambayo inaanza tu hivi. Sasa watu wa kanisani wao wanaanza kutubu ndio wanasengenya. Si mnalijua hilo? Kwa kweli Mungu atusamee kabisa. Sasa ndio unaanza toba, alafu ndio unaanza. Lakini hata wale watoto wa fulani, kwani wale watoto wale si ni kama machokora? Sasa unaanza kutubu, alafu baadaye utatubu tena sasa. Maana unaanzia toba, alafu ndio unaingia kwenye dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Leo lazima tufanye maamuzi. Bwana Yesu asifiwe. Tunataka tufanye maamuzi, kila mtu kwa kuamua. Kuamua mtu haamuliwi. Bwana Yesu asifiwe. Mtu anaamua mwenyewe. Mimi nimeamua hivyo na hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Nitaanza kuomba, nitaanza kumwabudu Mungu, nitawashuhudia watu na nitawakaribisha watu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ilikuwa ni darasa la asubuhi na tulikuwa tunajifunza maamuzi. Nyie mliochelewa, tumesema maamuzi ni hatua ya mtu anayoifanya baada ya kufikiria nini? Jambo. Kile kitendo cha kufanya kile alichokifikiria ndio kinaitwa nini? Maamuzi. Ameamua. Tumekuja mahali hapa na hasa leo tumekusudia kusema hivyo kwa sababu Mungu ndio ametutuma tuseme hilo, ya kuwa kwamba tunatakiwa kuwa na maamuzi sahihi ya kimungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Paulo alipoamua akasema hivi, kuna vitu ambavyo kwangu nilikuwa nikivifanya kama faida, lakini kwa sababu ya uzuri wa Kristo nimevihesabu kama hasara. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na akasema vitu hivyo vilikuwa vikimfarakanisha na Mungu, amevifanya kuwa kama mavi. Bwana Yesu asifiwe. Tunayo mambo mengi sana katikati yetu ya faida. Tunayo mambo mengi katikati yetu yanatusaidia. Tunayo mambo mengi. Lakini hasa tukiamua kumjua Kristo, kuna vitu lazima tufanyeje? Tuviache. Kuna marafiki lazima tuwaache. Bwana Yesu asifiwe. Kuna marafiki lazima tufanyeje? Lazima. Sababu rafiki ambaye anakupa kamkaa uweke kwenye nyanya ndio uuze. Rafiki anayekushauri uibe kwamba hiyo kazi sio ya baba yako, unamwonaje huyo? Anakupeleka wapi? Unamwonaje huyo? Unafanya kazi. Kuna watu wameajiriwa hapa, wanafanya kazi za watu. Mko hapa?
Wewe umeajiriwa. Hujakutana na watu wanaokufundisha namna ya kuibia bosi? Wanakufundisha. Sasa kama labda ni sehemu za maili, anakuambia tumia mawe kidogo, unafanyaje? Piga kidogo, huyu si baba yako. Una ukoo naye. Alafu anajaribu kuchukia kwa sababu umekataa. Kwa sababu gani? Ana nguvu ya shetani ambayo ni agenti, anataka wewe na yeye siku ya kufa mwende jehanamu. Kwa sababu unapoanza mambo hayo ya mara umeficha kwenye viatu, mara sijui umeficha hapa, umefunga, umekauka, mara umeweka humu, anashangaa huyu leo ana nini hapo huyo? Bwana Yesu asifiwe. Tayari anafanyaje huyo mtu? Anatafuta akuangamize. Watu wa namna hiyo lazima ufanyeje? Uache. Maana Biblia inasema usifungiwe nira pamoja na wasioamini. Bwana Yesu asifiwe. Nuru na giza havikai pamoja, lazima kimoja kitoroke, kimoja kiwepo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa unapokuwa umefanya vile, unaangalia rafiki anakushauri. Hata wamama mnajuaga, kuna rafiki anakushauri kwa sababu ya zile shida za familia, mambo unayoyapitia kwa wakati, anakuambia utafute hata mwanaume mwingine akusaidie, si ndio? Yule mwalimu anayekaa na kusumbua mkubali tu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa na wewe kwa sababu ya zile shida, si unaona unaweza ukaamua vibaya, eti ukaona kumbe ni hivyo. Kwambia angalia, mimi hiki kiatu hapa ni Edward, hapa ni Hamisi, hili shati ni nini, hizi nywele wamenisuka watu watatu na wote wanajua ni hela zao. Kila mtu anapiga picha anamuonyesha, angalia nimesuka, kumbe aliyesuka ni mmoja, waliodanganywa ni wengi. Bwana Yesu asifiwe. Hayo ni maamuzi ya kishetani. Sasa marafiki kama hao lazima uamue kuachana nao. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa sababu ya darasa la asubuhi, na muda tumetumia mwingi si sana, lakini tutajitahidi ili kusudi tumalize mapema. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu ana swali labda kuhusiana na maamuzi, na kuna mtu ana pointi ya kuongezea? Hauna pointi ya kuongezea? Nani ana swali? Bwana Yesu asifiwe. Sisi sote tumeamua tutamtukuza Mungu mahali hapa. Usiogope wala msione kwamba kwa sababu ya mazingira, kwa sababu ya nini, hivi vitu vinakuwa vimeandaliwa. Biblia inasema hakuna jambo lolote linalotendeka chini ya jua mpaka Mungu amefanyaje? Ameliruhusu. Kwa hiyo kuwepo mahali hapa siku ya leo, sauti isikike, tuzungumze mahali hapa, ilikuwa ilishaandikwa kitambo. Bwana Yesu asifiwe. Na kama ilikuwa imeandikwa, ina baraka zake, ina ajenda zake, ina makusudi yake, na lazima yatatimia. Bwana Yesu asifiwe. Kutakuwa na kanisa kubwa, vyombo vitakuwa vinaimba hapa vikubwa, watu watakuwa wengi na watu watatajirika maeneo haya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hiyo mahali hapa tumeleta, tunachoomba tu sisi tupungue mawazo yetu yafe, tuache wazo la Mungu lifanye nini? Kazi. Kwa sababu Mungu anasema mawazo yangu ni mema wala si mabaya, yanawapa matumaini katika siku zijazo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mawazo yetu lazima turuhusu yafanyeje? Yafe. Maana mawazo yetu yakikaa hai, unaweza kujiuliza kanisa watu wangapi? Hao watu ni wengi sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Mbinguni kuna furaha kwa mtu huyu anapomkubali Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe.
Kwa hiyo kama hakuna swali, nitaishia hapo, nimpe kiongozi wa ibada aendelee kutoka hapo ili tuone tunaelekea upande gani na tuweze kumaliza ibada yetu katika muda sahihi. Ibada zetu huwa hatuendi muda mwingi sana, ila tunakwenda tu kufuatana na muda tu ambao ni wa kawaida. Tufunike macho kushukuru kwa ajili ya hili neno. Baba yetu na Mungu wetu, wewe ni mfalme na Mungu ni mtakatifu. Huu ni wakati mwingine tena Bwana wa kufanya maamuzi juu yako. Umesema nasi kwa habari ya maamuzi. Ukasema ya kwamba kuna maamuzi mabaya na kuna maamuzi mazuri. Lakini Bwana, kuamua vizuri kunategemea wewe utakavyoingia ndani mwetu. Wewe ndiye utakayetawala akili zetu. Tunakataa kila utawala wa shetani ndani ya akili na mioyo yetu, ya kutupangia sisi kuamua vibaya, kufanya kazi ambazo sisi